wa kwanza kupata habari kutoka JTV. Subscribe. Kulikuwa na mashauri ambayo yalikuwa ni ya kinidhamu hapa ambayo yanawagusa baadhi ya watumishi. Baraza limejigeuza kuwa kamati na tulikuwa na mashauri yasiyopungua yanayowahusu watumishi watatu. Huyu mmoja yeye nadhani hilo linaendelea kurudi tena upya likaendelezwe huko, na miongoni mwao kila mmoja alikuwa na kosa la kwake. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Yusta Saidi Lumbi. Yeye alikuwa ni mtumishi wa idara hii, idara ya afya. Huyu alikabiliwa na tuhuma ya kukutwa na vifaa tiba pamoja na dawa, na huko ni kukosa uadilifu, uaminifu kazini, uzalendo na uwazi. Vitendo hivi tunalaani visiendelee kutokea baina ya miongoni mwa baadhi ya watumishi wanaokosa uaminifu. Tumetafakari, lakini limepita katika ngazi za timu ambayo iliundwa kwa maana ya kufanya uchunguzi, na baadaye tumeletewa kamati ya fedha, na leo tumejigeuza kwa kamati hapa. Adhabu yake ya makosa ya aina hiyo yanakuwa aina tatu. Kati ya mojawapo linaweza likamfikia na ikawa ni sahihi limefanya. Moja ya makosa hayo ni pamoja na kufukuzwa kazi, lakini pia ni pamoja na kupunguziwa mshahara kwa muda wa miaka isiyopungua mitatu, na la tatu ni kushushwa cheo. Kamati kwa umoja wake imeweza kuweka maazimio ya kumpunguzia mshahara kwa 15% ndani ya miaka isiyopungua mitatu, ili iwe sehemu ya fundisho na wengine waliokuwa wanaweza wakawa na mawazo potofu ya aina hiyo wasithubutu kuwaza hayo. Namba 2 ni Abiudi Ramadhani Muhando. Huyu yeye amekutana na kosa, anakabiliwa na tuhuma ya uzembe wa kutosimamia vikamilifu miradi, na miradi yenyewe ni miradi ya OSHA ambayo fedha ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano inaletwa kwa ajili ya kuboresha mazingira katika mashule na vituo vya afya. Sasa kutokana na uzembe huo na kusababisha baadhi ya miradi kutokamilika kwa wakati, na sisi kwa sababu Momba tumekuwa ni watu ambao miradi yetu tunaitekeleza kwa mujibu wa kalenda na kwa umaridadi vizuri. Sasa baada ya kukutana na uzembe wa aina hiyo ambao pia umekithiri, tume imetuletea, na baadaye tumekuja leo kwenye hili baraza, tumejigeuza kwa kamati, tumesikiliza kwa ukaribu, na yeye pia
anaangukia kwenye moja kati ya adhabu kwenye matokeo baada ya makosa yake. Badala ya kumfukuza, na yeye kamati ambayo sasa saizi imerudi kuwa baraza, anapewa adhabu ya kupunguziwa mshahara kwa 15% ndani ya miaka hiyo mitatu, ili siku nyingine akipewa kazi na mwajiri basi aone namna anavyopaswa kuendelea kuwajibika kwa weledi. Na hii tusisitize, wote mnaokuwa muna kazi ya kukabidhiwa kuifanya kwa wakati huo, ifanyeni kazi kwa weledi na mapenzi mema, kwa sababu mliingia mkataba wa kuwa watumishi wema na waadilifu mnapokuwa mnaendelea kulitumikia taifa hili. Watatu ni Mathias Kalenzi. Mathias Louis Kalenzi. Huyu ni mtumishi ambaye amekuwa hayuko katika kituo chake cha kazi, na kwa maana hiyo ni kufanya udanganyifu mkubwa kwa mwajiri wake. Unakula mshahara alafu haui kazini ukitimiza wajibu wako, kitu ambacho wewe ni sawa na mhujumu tu. Unatakiwa ule na huku ukiwa unatoa jasho lako. Sasa unaibia serikali, unamdanganya mwajiri wako. Amekuwa nje ya kituo cha kazi zaidi ya miezi 7. Sasa wewe na mtumishi hewa, kuna tofauti gani? Sheria inasema ya utumishi wa umma, usipokuwepo kazini kwa muda wa siku tano tu zikithibitika vizuri kwa mwajiri wako, unapaswa kufukuzwa kazi. Lakini kwa namna ya mapenzi mema tu na ueledi na mapendo, pamoja na uhalifu uliofanywa, tuhuma hiyo iliyofanywa, lakini bado na yeye tumemdodoshea kwenye adhabu mojawapo kama adhabu, kwa sababu zote ni za kisheria na zinaonekana zina uzito wa kulingana. Na yeye tunampunguzia mshahara wa 15% ndani ya miaka hiyo mitatu, lakini tunalaani vikali, na hii tunasema hiyo ni sehemu ya fundisho kwa mtumishi yeyote ambaye atakuwa anawaza kujificha. Mtumishi unazo haki. Unapotaka kwenda mahala, una shughuli yoyote, una jambo lolote, yupo afisa mtumishi, yupo mkurugenzi, yupo mkuu wa idara, ripoti kwa maandishi kwamba unaondoka eneo A kwenda eneo B kwa matarajio ya kutekeleza jukumu ambalo limekuwepo mbele yako. Unawaomba ruhusa, na ruhusa hiyo itachunguzwa. Ukiwa na uhalali wa ruhusa hiyo, utapewa idhini hiyo ya kwenda huko. Sasa ukiondoka kimya unahesabika kuwa mtoro. Hata kama ulikuwa na jambo jema, tutakuona wewe ni sawa na mwasi. Kwa hiyo kumbuke kuzingatia na kufuata taratibu za utumishi wa umma, ili kuwarahisishia waajiri wenu, wasimamizi wenu, kuona kwamba wanakwenda na ninyi katika mashikamano na utendaji uliotukuka. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like
Halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.